kwa jina naitwa Ayubu Sanga, kwa jina la kibiashara natambulika kwa jina la Kigwada. Najihusisha zaidi na shughuli za usafirishaji hapa mkoani Njombe. Leo hii hapa uwanja wa Sabasaba tuna tukio kubwa la kuzaliwa au kuanzishwa kwa timu yetu ya Njombe Pamoja Veterans. Timu yetu imeanzishwa mwaka 2018 na imeshafikisha miaka 7 sasa. Miaka 7. Kwa leo tumefanya kama ni siku yetu ya kuhitimisha, pamoja na kualika timu mbalimbali zinazotoka ndani ya mkoa wetu na majirani. Na matarajio yenu ni yapi? Matarajio yetu sisi, kwanza mwamko wa mwaliko umekuwa ni mkubwa. Timu zimeonyesha mwamko wa kushirikiana na sisi katika kuhitimisha hii siku ya leo, lakini dhumuni kubwa la kushirikisha hizi timu ilikuwa ni kuhamasisha wazee wenye umri wa miaka zaidi ya 35 kuhakikisha na wenyewe wanajoin katika timu kama hizi za veterans, kwa sababu unajikuta watu wengi wanaangalia mechi za vijana lakini wanasahau kwamba kuna timu za wazee. Majina naitwa Sospita Nicholas Yaule, captain wa timu ya Njombe TC. Leo hii tumeona kwamba mmeshinda. Nini kimesababisha nyie mwibuke na ushindi huu? Nadhani ni mazoezi ya kila mchezaji mmoja mmoja, lakini pia benchi la ufundi likiongozwa na makocha wetu wameweza kutumia mbinu za kiufundi na tumeweza kuondoka na ushindi wa goli 2-1. Vipi, mliwashinda wapi wenzenu? Maana wote mlikuwa uwanjani lakini wenyewe wamewapiga goli moja kwa goli 2-1. Labda wenyewe walikuwa wanafeli wapi hasa sababu wakatumia udhaifu? Nadhani ni mbinu za kimchezo, lakini ukiangalia si timu yetu tuna pesi sana, tunapiga counter attack, tunakimbia sana, na ukiangalia si ni vijana wengi, wenyewe ni maveterani, kwa hiyo tumeweza kupambana, tumewashinda katika maeneo ya passing pia na counter, tumeweza kupata ushindi. Walofanya vizuri na walofanya vizuri sana. Kuna timu zetu zote 4 zitapata zawadi, lakini pia atatangazwa bingwa wetu wa bonanza letu la maadhimisho. Naomba nianze kutangaza zawadi kwa washiriki wote. Tunaanza na Njombe TC. Zawadi zilizopo, tuna kombe lilopo mbele yetu, tuna cheti cha ushiriki pamoja na mpira, na timu zote shiriki zitapata zawadi hizo. Na bingwa ndani, kapteni, tunaomba usogee uchukue zawadi. Ndio. Wakati kapteni wa Njombe Pamoja Veterani akijiandaa, tunamwomba kapteni wa Igoole ndio mabingwa wetu wa siku ya leo wa bonanza letu. Asante sana mzali kubwa. Haya wazee wa Maimao. Awali ya yote, tunapenda kuwashukuru sana kwa ushiriki wenu katika zoezi hili la miaka 8 ya timu yetu ya Njombe Pamoja Veterans. Lakini tuna vitu vichache vya kueleza kabla hatujafunga bonanza letu. Cha kwanza, nia na madhumuni ya bonanza hili ilikuwa ni kuadhimisha miaka 8 ya bonanza ya timu yetu, lakini pia ilikuwa na lengo la kutathmini tulikotoka, tulipo na ambako tunaelekea. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kufika kwenu. Lakini jambo la pili, tunapenda kuwajulisha kwamba bonanza hili ni mwanzo na litakuwa linafanyika kila siku, kila mwaka kuanzia mwaka huu na miaka inayoendelea. Kwa tunatarajia kwamba tarehe 14 ya mwezi wa 10 ya kila mwaka tutakuwa tukiadhimisha bonanza kwa ajili ya timu yetu.
Lakini pia lengo kubwa la bonanza hili si kuishia kwenye michezo ya mpira wa miguu peke yake. Lengo letu ni kufanya michezo mingi kadiri ambavyo tutakuwa tuna uwezo huo. Kwa hiyo tunadhani kwamba mwaka unaofuata tutakuwa na ongezeko la michezo kadhaa, lakini ushiriki utategemea pia mahusiano ambayo tunaendelea kuyafanya, na wakati huo mambo yatakuwa. Shukrani. Tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa sababu ametuwezesha kufika siku hii ya leo tukiwa tuna mipango ya muda mrefu, lakini pia tunashukuru timu zote shiriki, Igowole, Njombe TC pamoja na Njombe Veterani. Lakini pia tunapenda kushukuru timu za netball, timu ya Igowole pamoja na timu ya Njombe TC kwa ushiriki wao. Pia tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa wamiliki wa uwanja huu kwa kuwezesha kuutumia. Katibu wa Njombe pamoja, lakini pia nashukuru kwa wote walioshiriki bonanza hili. Kwa dhati kabisa tunawashukuru walioandaa kwa kutualika kwa unyenyekevu mkubwa. Sisi kama Igowole Veterani tumefurahishwa sana na bonanza lenu, na kiufupi tunashukuru Mungu tumekuwa mabingwa, tumeondoka na kikombe, na kupitia kikombe hiki tunawaomba timu zote ambao leo mmeshiriki kwenye bonanza hili kuwaalika tutakapoandaa bonanza letu Igowole mara baada ya kurudi Rungwe kwenye bonanza la Nyanda za Juu Kusini mwezi Novemba. Hivyo tutumie fursa hii kuwakaribisheni sana. Igowole sio mbali sana, panafikika kwa usafiri wa aina yoyote.